Jambo lingine ambalo nataka tu kutaja kwa kiharaka ni ya kwamba tulikubaliana leo tunaombea wanafunzi, na kwa ajili ya muda tutaomba katika awamu 3. Hebu tuone wale wazazi ambao wana wanafunzi grade 6. Simameni tafadhali. Kama una mwanafunzi grade 6 anayefanya mtihani, njoo. Tutaingia pia kwa grade 9, halafu baadaye tutaomba kwa sababu ya wale wa high school. Tunatangulia na hawa wa grade 6 waje. Amen. Tuna ombi hilo. Amen. Na kama labda kwa hiari yako kuna jambo lilohisi kulifanya kwa sababu ya mtoto huyo, bado mlango umefunguliwa. Yawezekana kuna dhabihu, kuna jambo ungelitaka kufanya kwa ajili ya mtoto huyo, umebarikiwa na unaweza kufanya hivyo. Nataka niwaombee wazazi hawa kwa imani. Baba na Mungu wetu, tuko mbele zako mchana wa leo. Umetuhudumia kwa njia kubwa tangu tulipoingia. Tulikubaliana ya kwamba siku hii ya leo tunaombi kwa sababu ya wanafunzi wetu wanaoelekea kuketi kwenye mitihani yao kuanzia kesho. Mungu, sio fedha zetu zimewafikisha hapo, sio nguvu zetu zimewalete umbali wamefika. Wengine wamepitia katika changamoto nyingi, magonjwa, vita vya aina nyingi, ukosefu wa karo, lakini Mungu umetusaidia. Tunawainua kwako kwa njia ya imani. Roho Mtakatifu, husika katika maisha yao. Wakumbushe yale waliofundishwa. Vizazi vyetu vimebarikiwa, uzao wetu umebarikiwa, na tunatangaza Roho Mtakatifu utawaficha kipindi hiki cha mitihani. Bwana, nyosha mkono wa baraka, endelea kuwapa neema. Mungu, umetuahidi watoto wetu wana wamebarikiwa, hawatakuwa mikia, watakuwa vichwa. Tunanena ushindi, tunanena kibali, tunanena neema, tunanena hekima itokayo kwako. Hawa watakuwa madaktari, hawa watakuwa watu mashuhuri, hawa watakuwa marubani, hawa watakuwa watoto maalum, wainjilisti, wahubiri, watu walio na baraka nyingi. Roho Mtakatifu, tunatangaza kibali chako. Mungu wetu na Baba wetu, wakati umewaadia, uiondoe hata aibu ya wengine kupitia kwa watoto wetu. Jehova, tunawabariki. Hatuna uwezo wa kuwalinda, lakini wewe unaweza kuwalinda. Wanatangamana na watu wa aina nyingi, lakini wewe Mungu ukiwalinda na kuwaficha, wewe utakuwa nguvu zao. Bwana, tuwasema ni asante. Tuwabariki watoto hawa ambao ni wa kidato cha 6 wanaofanya mitihani, na tuwatangaza wamebarikiwa kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Bwana apate kuwabariki. Tunataka kuomba pia wale ambao ni wa grade 9. Njooni tuombe na nyinyi tafadhali. Asante. Grade 9. We are doing it by faith. Tunafanya kwa imani. Jamani, hata mtoto kufika grade 9 ni kawaida kweli? Si ni mkono wa Mungu? Jamani, ombi tunalofanya ni kwa ajili ya kumwaminia Mungu hata maisha yao ya baadaye. Wanaketi kwenye mtihani ambao unawapeleka katika kiwango na nafasi hiyo nyingine. Tunataka kumwambia Bwana awalinde na asimame pamoja na wao. Baba na Mungu wetu, in the name of the Lord, umetusaidia watoto hawa katika shule ya msingi, umewatunza kwa miaka hiyo yote. Na Bwana, katika barabara hii tumekutana na changamoto nyingi, lakini Mungu, kwa huruma na neema yako umetulindia watoto hawa. Tunakupa ibada ya shukurani. Wengine Mungu hawakuwa na matumaini ya kuwapata watoto, lakini wewe ukawapa. Wengine hawangelidhania ya kwamba siku moja watoto wao watafika grade 9 kwa jinsi changamoto zilizowakabili, lakini Mungu, kwa neema yako umewalinda, na wako sasa wanaelekea kwenye mitihani yao. Tunawakabidhi mikononi mwako. Asante kwa ushindi huo. Na sasa Mungu, maana mtihani huu Bwana utaashiria mwanzo mpya na mwelekeo mpya wa maisha yao. Tunawakabidhi mikononi mwako. Hatuna nguvu juu ya watoto hawa, hatuna lolote tuweza kufanya, ila kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunawainua mikononi mwako. Mungu, hatima yao mikononi mwako.
Uwaongoze Yesu, uwafiche Baba wetu. Wape ujasiri, wape moyo mkuu wanapokabiliana na mitihani yao. Wape kumbukumbu la mambo waliofundishwa. Roho zao Mungu wetu ukazitunza mikononi mwako. Tunatangaza wamebarikiwa. Tunatangaza wamebarikiwa. Hawa watoto wetu wamebarikiwa. Watafaulu kwa njia ya kipekee. Maana Mungu tumekutanguliza wewe. Roho Mtakatifu tunaamini utawasaidia. Pokea sifa na heshima. Hatuna lolote Mungu wetu, ila sisi ni kuwapeana kwako. Uwalinde na uwasaidie. Tunaamini kuanzia leo watoto hao kwa ujasiri mkubwa wataikabili mitihani yao na watakuwa na nafasi ya kukushukuru. Twasema asante, maana kwako tumeliweka tumaini letu. Sema umetutendea, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Hebu tupate wale ambao tuna wanafunzi wanaofanya kidato cha 4 kwa imani. Tunataka kuwainua mbele za Bwana in the name of Jesus. Hallelujah. Sisi twafanya kwa imani na Mungu wetu afanye katika sehemu hiyo nyingine. Thank you Jesus. Tuamini kwa imani. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa mengi umetutendea. Kuna wakati hawa watoto walikuwa hawajulikani watatoka wapi, lakini Mungu ulifungua tumbo zetu. Bwana, kafungua tumbo za wadada wetu, na Mungu katupa zawadi. Twasema asante. Wameenenda kwa miaka mingi katika maisha yao ya shule, lakini Mungu haujatuacha. Kuna wengine Mungu walidhaniwa ya kwamba hawatafika form 4. Wengine Mungu hatukuwa na ndoto kana kwamba inawezekana. Lakini leo mbele zako tumesimama kukupa ibada ya shukurani, kukuambia wewe ni Mungu, maana umetusaidia. Asante, pokea ibada hii. Sio watu tutendea, ni wewe Mungu umetutendea. Tunapowaona wavulana hawa, tunapowaona wasichana hawa, ya kwamba Mungu anaelekea kuketi kwenye mitihani yao, pokea ibada ya shukurani. Pokea ibada ya shukurani. Umevipiga vita vya magonjwa dhidi yao. Umevipiga vita vya upinzani dhidi yao. Umevipiga vita vya kudunishwa juu yetu na juu yao. Mungu, fedha ambazo hatungejua zitatoka wapi, wewe umetupatia. Wewe umetusaidia. Tunaunganika mbele zako tukisema pokea sifa. Pokea sifa Yesu. Mahali wanapolala sisi hatupajui. Kile wanachokula na kunywa sisi hatujui. Hatujui malaika wako namna amefanya kazi juu yao. Jehova, sio sisi, ni wewe. Wewe pokea sifa. Pokea Bwana, katika jina la Yesu. Jehova, tungedhaniwa ya kwamba tunaweza kusomesha, lakini wewe umetutendea. Sasa Mungu, watoto hawa wanaelekea kwenye mtihani wa kidato cha 4. Tunawainua mikononi mwako. Roho wa Mungu, wasimamishe sasa. Wasimamishe sasa. Wasimamishe sasa. Wape kumbukumbu la mambo yote waliofundishwa. Wa Mungu, tunawabariki siku ya leo. Bwana, simama na wao. Hatutadunishwa tena. Vizazi vya wabarikiwa, Jehova, vitaitwa heri. Vitaitwa heri. Vizazi vya watakatifu vitaitwa heri. Hatutakuwa wa mwisho, bali tutakuwa vichwa. Kila nafasi zilizo bora
ni za watakatifu na watu wako. Kila nafasi zilizo bora ni za hawa wanaoitanishwa na wewe. Jehova tunawabariki, Jehova tunawabariki. Asante maana wewe ni mwema. Wape ujasiri, wape nguvu, wape neema, na kwa imani twatangaza wale wa grade 6 watapita mitihani yao, wa grade 9 wamebarikiwa watapita grade wa kidato cha 4. Yesu, wamebarikiwa na watapita kwa njia kubwa, na tutakuwa na wakati wa kukushukuru kwa kile utakachofanya na alama utakazompa kila mmoja kwa utukufu wa jina lako. Twatangaza utawatunza wakati wa mitihani yao, afya yao utaitunza, mawazo yao utayatunza, uoga utaondoka, ujasiri wataupata. Pokea sifa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Twaweza kuketi. Kama ulikuwa na dhabihu ya kushukuru, hii ni kwa watu wote kama kanisa. Njoo tushukuru pamoja. Njoo. Ulikuwa na ibada ama dhabihu ya kushukuru, njoo. Kimbia tu tumalize pamoja na tutabarikiwa katika jina la Yesu. Amen and amen. Tunataka kushukuru katika jina la Yesu. Baba, tunakubariki kwa mara nyingine. Asante kwa ajili umetufundisha kutoa dhabihu za kukushukuru kwa yale mengi umeendelea kututendea na yale utakayotutendea. Mbele zako kuna watakatifu na wapendwa hawa, ninawabariki nikiwa mbele zako. Pokea dhabihu hizi Bwana, na uwatendee hata zaidi ya mawazo yao. Pokea sifa, pokea sifa. Ni wewe umetenda. Twakubariki na twakuinua kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Naweza kuketi. Leo tuna mnenaji wetu ambaye Bwana amemtayarisha, na ninaamini anga, mvua na sisi pia ni wa Mungu. Tumekuta ya kwamba mwezi huu kuna shughuli nyingi. Kuna conferences za wamama, conference za wazee, mwezi ambao tunaingia, za watoto, na tumekuwa tukiuliza tutafanya nini kwa sababu ya revival. Na baada ya kusumbuka wiki hii, sio hii tulio nayo, hiyo nyingine, from Thursday by the grace of God tunajiandaa kuwa na revival yetu ya mwisho wa mwaka. Maana kutoka hapo tunaingia katika conferences, planning za makanisa, planning za shughuli zote, na kuingia katika mwezi wa Christmas. Na tukaona ya kwamba tukisogesha pale mbele tunaweza kutatizika ama tukoroge idara zingine. Na hivyo kwa unyenyekevu mwingi, hata kama ni kwa short notice, tuna revival yetu. Na nitaomba hivi, unaweza kuwa hapo. Kuna wakati tumetamani kukaribisha wageni wa viwango vyote, na gharama yetu ya revival wakati mwingine inatulemea. Na mimi nataka kuomba kwa mara nyingine, kama uko hapo, ndio tuna ule utaratibu wetu. Na leo niombe tu, kwa sababu hii ni ya short notice. Nataka tu nikuombe, hata kama kuna mambo mengi ambayo yanaendelea kwa sababu ya shughuli mbalimbali, lakini pia tunataka kugawa baraka. Uko hapo na una jambo unaweza kufanya. Sitaki kusema ni kiwango gani. Una jambo unaweza kufanya kwa sababu ya revival yetu. Naomba tu, simama tu. Chochote kile Bwana atakunenea katikati ya program zako, unaweza kunenewa. You can support our revival on an individual capacity, kwa sababu ni ya mwisho wa mwaka na ninaamini ya kwamba tutaitayarisha vizuri. Labda uko hapo, mama, simama. Tuko na mama, tutafanya jambo. Uko hapo, you feel katika revival hii ambayo tumeipa short notice, there is something that you can do kwa sababu ya kusupport our revival. Sitaki kusema ni kiwango gani. Ninaweza kuwa na mgeni ambaye labda tutafikiria labda hata mahali pa kulala na shughuli kadhaa. Ninaomba tu, kama una jambo unaweza kufanya kwa hiari yako. Thank you. Asante. Asante. Shughuli za revival ziko chini ya daktari na mama, na
ukiwaona tusimame tu. Baba Sandra, tuendelee kusimama. Nani mwingine? Una jambo, haijalishi ni kiwango kipi. There is something you can do to support our meeting. Sio wiki hii, the other week. Kindly stand up. Lolote lile ambalo unaweza kunenewa na Mungu. Ni nani ambaye yuko hapo? There is something that you can do. Tunahitaji, tuko watu watatu sofa. Kuna mtu mwingine ambaye anahisi mbali na ule utaratibu, tuna shughuli za mashirika na wengine. Ninaomba usimame. Chochote, either ni 1500, chochote kile, you can do something to support our meeting. You can do something. Thank you. There is something that you can do to support our meeting. Chochote kile kwa njia ya hiari. Simama tu Mama Gate. Amen. Amen. Ni nani kwa hiari ya something? Ninaelewa shughuli zote tulizo nazo. Mama Felix, nichukulie kalamu. Nichukulie tu kalamu. There is something that you can do. Kuna kitu unaweza kufanya. Kuna kitu unaweza kufanya. Asante. Chama, simama tu. Simama. Kila wakati kuna watu ambao wamekuwa kwa revival always. Huyu simwambia simame kwa sababu afanye, amekuwa akifanya. You feel there is something that you can give. Chochote kile that you can give to support our revival. Umewaandika hawa, Baba Valentine, Mama Jane, Baba Sandra, Mama Mary. Who else? Nina chochote kile. Baba Valentine, usiketi chini. Tuna mtu mwingine nyuma. Anything that you can give. Niinulie tu kuna mtu mwingine ambaye atafungiwa baraka hizi. Asante. Sasa njoo tuombe. Karibuni. Tunataka kuomba baraka ya kwamba kile ambacho umekusudia Mungu akifungue. Mama Lucy yako wapi wadoka? Aha, asante. Mama songe hapa. Kuna mtu mwingine amebaki? There is something that you can do? Asante. Baba na Mungu wetu, tunakubariki. Tuna mkutano tunaoandaa, tunahitaji your grace. Na Bwana, wakati mwingi unapotaka kulibariki kanisa, kuna watu Bwana umenenea. Bwana, yawezekana hata katikati yao kuna watu pia ambao Bwana utawatumia kwa sababu ya revival hii. Nataka kuwabariki hawa kwa imani ambao Bwana wamesogea usoni pako. Nataka kukubariki kwa ajili ya maisha yao. Na kile ambacho kila mmoja Bwana umemnenea kufanya, tunataka kutangaza baraka. Wengine Bwana tunaweka ahadi kwa imani. Fungua milango hiyo. Twakushukuru, twasema asante kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba. Majina hayo utachukua, tutampa Mama Felix na tutawasiliana. Kwa ajili ya muda na wakati, naomba tusimame sasa. Mwisho wa kutoa ni Jumatano wiki nyingine, sio wiki hii. Maana tutaanza Alhamisi hiyo nyingine. So mwisho wa kutoa ni between today, this week until Wednesday, wiki hiyo nyingine. Kwa hivyo mwisho sio Wednesday hii. Kama tunaingia revival Thursday, mwisho wa kutoa kile ambacho utafanya. Ombi langu wale ambao tumesimama between leo na Monday, mtumie Mama Felix kile ambacho Mungu yani mpe pledge yako ili tujue tunakisia kupata nini. Na kama uko hapo na labda hii umelisikia tu na Mungu atakunenea kufanya jambo, unaweza kumuona Mama Jane ama Mama Felix. Ukimuona Mama Jane ama Mama Felix utabarikiwa. Nataka kumpisha mchungaji Stella. Praise the name of the Lord. Atusalimie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Asante Baba kwa kuniruhusu niwe hapa. Asanteni timu ya Praise and Worship. Mungu awabariki sana. Nilipokuwa nikitoka nyumbani nilitumwa na salamu na Pastor Mwenjeri, naomba mzipokee. Asante, na munipe pia alafu nitaenda kumsalimia. Asante. Tunaweza kuketi sasa. Baba Ble, karibu. Mwalimu wa watoto yuko wapi? Tafadhali dakika moja.
Nina matangazo matatu peke yake. Tangazo la kwanza, tuko na kampi ya watoto ambayo ni hapa Reng. Registration ni shilingi 800. Na wakati huu ama mwaka huu Kasarani tunahitajika sana, sababu ni kanisa la Presbyter na pia ni kanisa la director wa section. Kwa hivyo kwa heshima zote na unyenyekevu mkubwa, ninaomba munipe watoto wa kwenda kwenye camp. Ikiwa mtoto wako unaona kuna ugumu wa kulala mahali pale, anaweza kuwa day scholar, unamleta asubuhi and then jioni unampika. Kwa hivyo hatutakuwa na excuse Kasarani, si ni kweli? Tumeambiwa kanisa la Presbyter tupeleke watoto 100. Si tunaweza? Bayo 800. Shilingi 800. Kwa hivyo on Sunday tukianza kupunguza kidogo kidogo, ikisema ni kufika tarehe 26 mwezi wa 11 tutakuwa tumemaliza. Si ni sawa? Alafu jambo lingine, compare kongamano, tour na kuenda kwa shosho. Wacheni tupe Mungu nafasi yake, tuwape watoto nafasi ya kutumikiwa. Wacha niambie hii, mwalimu anayeandaa lesson zote za camp ni Teacher Emily kutoka Kasarani. Kwa hivyo atakuwa amefanya kazi nzito na kazi kubwa kuandaa lesson zote za kongamano, alafu Kasarani tusipeleke watoto. Walimu wengine watakuwa ni akina Mary, akina Agape. Tuko na kibali, Kasarani tuko na kibali. Kwa hivyo mtupe watoto kwa heshima zote tunaomba. Na ikiwa wametambua kazi yetu, si ni sawa? Haya, Jumamosi ijayo tunataka tupeleke watoto retreat. Kwa hivyo tunaomba shilingi 150. 150 kwa mtoto itakuwa ni fair, lunch ni juu yetu. Tutaenda upande wa Ngeria, tutawapeleka retreat wa enjoy. Jambo lingine, wanafunzi ambao wako grade 8 na 9 tusiwapeleke reserve. Tuko na lesson ambayo inaanza na itakuwa na agi sababu ya wokovu na upatizo. Kwa hivyo tunaendelea kuandaa hao watoto sababu ya graduation yao. Immediately tu wakimaliza mitihani, lesson zinaingia. Kwa hivyo usimpeleke mtoto reserve. Simbarikiwe. Saturday munifungulie watoto, by saa 3 wakuwe hapa kanisani, tuenda nao kutembea. Mbarikiwe. Tarehe ya graduation ya watoto wetu tutatolewa. Tutakuwa na graduation kubwa, wanaotoka pre-teens kwenda teens, teens kwenda youth, na itakuwa ni vizuri. Naomba sasa tusimame. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni praise and worship day. Nina mchungaji ambaye ni msaidizi wangu ambaye unisaidia. Ni mchungaji Joel ambaye najua Mungu atamtumia kulibariki kanisa la Bwana. Praise the name of the Lord. Muniruhusu kwa pamoja tuinue mikono yetu. Ya asante, kiongozi wa praise and worship anamkaribisha. Tumshangilie Bwana kwa makofi. Amen. Tunaweza keti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimeokoka hata asubuhi ya leo. Mchana wa leo nimeokoka. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya neema ya kusimama mahali hapa. Kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani zangu kwa timu ya Praise and Worship kwa sababu ya kuniruhusu nisimame kwa niaba yao. Ninataka kushukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Asante kwa sababu ya mpango huo. Na pia nimshukuru mtumishi wa Mungu mchungaji Stella kwa sababu ya kutubariki na kuruhusu Mungu amtumie jinsi apendavyo. Pia nitoe shukrani zingine kwa sababu ya my wife in absentia. Najua ananiona. So nashukuru sana kwa sababu aliniombea asubuhi, na pia tumekuwa tukiomba na yeye kwa sababu ya siku hii ya leo, na Mungu ametutenda mema. Pia nishukuru Baba kwa sababu ya kunipea nafasi na kuketi nisimame hapa nizungumze. Ninachukulia kama ni jambo kubwa sana. Kwa hivyo nashukuru sana.
Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Natumai tumekuwa katika muda mzuri, tumekuwa na muda mzuri uweponi mwa Mungu, na ametuhudumia kwa njia ya kipekee, kwa njia ya binafsi, na kwa njia ambayo ni njia kubwa sana. Naomba nitachukua muda mfupi sana, sitachukua muda mrefu kuyaleta yale ambayo Bwana ameandaa kwa ajili yetu. Ninaamini ya kwamba ni mpango wa Mungu hata yale ambayo ninaenda kuyanena, kwa sababu yameguziwa kuanzia asubuhi. Hivyo inanipea assurance ya kwamba it is within the will of God that tusikie yale ambayo anayasema. Unajua saa zingine Mungu huwa ana insist on something, na kama wanafunzi wazuri in the school of the spirit, ni vizuri kukuwa sensitive na kujua wakati Mungu anazungumza. Bwana asifiwe sana. Hata wakati tulikuwa shule, kitu ambaye ama ujumbe ambaye ilikuwa inawekewa stress ama inawekewa emphasis, ilikuwa imebeba maana fulani na uzito fulani. Na hivyo tangia asubuhi mimi Mungu kwa njia binafsi amekuwa akinizungumzia, amekuwa akinielekeza, na kuanzia asubuhi amekuwa akifunua mawazo yangu na moyo wangu. Amekuwa akiweka mambo mazito, na pia nikakuwa na hali ya kujihubiria kabla nikuje kuhubiri kwa haya masaa. Bwana asifiwe sana. Na nina imani ya kwamba Bwana atatusongeza katika hatua nyingine. Theme yetu ya siku ya leo inaongea kuhusu at your throne, katika kiti cha enzi. Ni topic ambayo ni very sensitive, ama ni mada ambayo ni very sensitive, kwa sababu inaongea mambo ya ndani ya utendakazi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna jumbe zingine ambazo huwa zinaandaliwa za kupea watu moyo, za kuinua watu, za kupea watu unabii, lakini kuna jumbe zingine ambazo huwa zinapeanwa na Roho Mtakatifu kwa sababu Mungu anataka kufunza watu mambo ambayo yeye huwa anafanya. Jumbe zingine Mungu huwa anapeana kwa kanisa kwa sababu anataka kushiriki siri za mbingu pamoja na watu wake. Jina la Yesu lipewe sifa sana. Na wakati tunaongea kuhusu kiti cha enzi, hatuwezi tukaongea kuhusu kiti cha enzi na tukose kujadili ama kuzingatia, kuzungumzia kuhusu ufalme. Bwana asifiwe sana. Maana kabla kukuwe na a throne, there must be a kingdom. Bwana asifiwe sana. A kingdom inakuja before a throne. Maana throne inawekwa katika kingdom. Na kabla hiyo ningependa tu kupeana a simple background, kwa sababu ya muda ninakata mambo mengine. Ni ya kwamba wakati tunaongea kuhusu a kingdom inapeana sura ya utawala. Bwana asifiwe sana. Inapeana sura ya utawala. Hivyo kwa msingi wa yale ambayo tunaenda kujua siku ya leo, tunaenda kujua msingi wa utawala wa Mungu kwa ile njia ambayo tu Mungu atatusaidia kuishika. Bwana asifiwe sana. Unajua we cannot capture everything. Pia tuwezi tukajua kila kitu, lakini kwa ile njia ambayo Mungu atatupatia tutaweza kucapture some concept about the kingdom of God. Now when we talk about the kingdom, ni ya kwamba it is multifaceted. Yani ni ya kwamba imegawanywa kwa mara kadhaa. Ili uweze kuelewa ufalme wa Mungu, kuna njia mbili, japokuwa sio njia pekee za kujua ufalme wa Mungu. Kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni the kingdom of heaven. The kingdom of heaven put emphasis on the sovereign rule of God over the spiritual realms. Yani inaweka uzito, the term the kingdom of heaven inaweka uzito katika utawala wa Mungu katika ulimwengu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. And then tuna the kingdom of God. So hizi terms zote mbili zina refer to the same point.
licha ya kuwa inakuja kwa definition tofauti, lakini yote ina point in one particular area. And then the kingdom of God inaweka emphasis on the reign of God over all creation. Bwana asifiwe sana. The kingdom of God inaweka uzito wa utawala wa Mungu katikati na juu ya viumbe vyote ambavyo viko duniani na ambavyo viko hata angani na katika ulimwengu wa rohoni. Bwana asifiwe sana. So ukiwa na that concept, unakuwa na ability na knowledge ya kuunderstand the reign of God. Bwana asifiwe sana. Unakuwa na jinsi ya kuelewa utawala wa Mungu. Jambo la kwanza ningependa kusema ni ya kwamba Mungu wetu ni mtawala. Our God is a ruler. He is our father. But on the other hand, he is a king. He is a king. Na a king ako na jurisdiction over a territory. Mfalme ako na mamlaka juu ya territory fulani ama maeneo fulani. Naongea kuhusu elements of a kingdom. A kingdom iko na a sovereign ruler. Unajua tuna associate na Mungu mara nyingi as just a father. Tuna associate na Mungu mara nyingi as just a friend. But leo ninataka kudisclose another dimension of God as God the King. A sovereign ruler over divine territory. I hope that God will give us some understanding in the spirit in the name of Jesus. A kingdom iko na a sovereign ruler. A sovereign ruler ni yule ambaye amebeba mamlaka yote ya utawala. Bwana asifiwe. So our God is a sovereign ruler. He does not share his authority. He is the one who rules. Now, unajua jambo moja ambalo nimefurahia sana ni ya kwamba a king's word is law. So everything that comes from God qualifies to be law. That is why he reigns. In a kingdom we have a territory. Unajua tuna relate na Mungu as if he does not belong anywhere. Our God has a territory. He has a territory. Na ndio maana ametuinvite. Can I talk about paradise kwa kidogo? Ametualika paradiso. Maana paradiso katika the ancient times ilikuwa kwa ufalme, kulikuwa na mahali walikuwa wanapanda maua. Kulikuwa na mahali ambapo kulikuwa na garden. Na sasa mtu angetembea kwa palace, alikuwa anaenda kutembezwa kwa hiyo garden. The word paradise ilitoka kwa Persian, ilikuwa from a Persian language. Waliborrow in Greek. Bwana asifiwe sana. So, wakati anatuinvite kwa paradise, anatuinvite in a particular place. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. So our kingdom has a territory. It has boundaries. It has borders ambazo zinaelezea jurisdiction ya utawala wa ufalme huo. Bwana atukuzwe sana. And then another thing that is in a kingdom is as government. A government is a system of ruling. Bwana asifiwe sana. Naomba utembee na mimi. Katika kingdom kuna government. Na government inapeana system of ruling. Sasa vitu haiendi tu hivi hivi. Vitu inaenda kwa mpangilio wa utawala. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. At your throne. Wacha nisiende kwanza. Wacha nisimame hapa kidogo. And then number 4, and the last one, we have laws and institutions. Katika kila utawala kuna sheria. Kuna sheria na kuna taasisi zinazosaidia kutawala na kuhifadhi sheria.
So kwa ufalme wa Mungu, katika utawala ule kuna councils. Kuna the council of the 24 elders. Naingia sasa kwa throne, ambao wana assist in governing, wana assist, wana share in ruling. Bwana atukuzwe sana. Kuna 24 elders. So the 24 elders, each one of them wana represent thrones. Haya, wanawakilisha thrones. Na katika the image ambayo tuko nayo from the scripture about the kingdom of heaven, kuna kiti cha enzi na kuna kiti cha wazee 24 ambao kazi yao ni kudiscuss governing issues pamoja na Mungu. Bwana atukuzwe. Bwana atukuzwe. I am breaking down things. So, nitawacha mambo mengine. The thrones zinapeana picha ama taswira ya the administrative structure ya mbinguni. So kuna malaika wako na kazi yao. Kuna wazee 24 wako na kazi yao. Kuna the seraphims wako na kazi yao. Bwana asifiwe. Na kuna sisi tuko na kazi yetu. Journey with me. So what happens at the throne of God? Kuna mambo kadhaa ambayo yanafanyika katika kiti cha enzi cha Mungu. Sio yote nimeyataja, lakini nitataja machache ambayo yamebeba uzito mkubwa. Jambo la kwanza kinachoendelea katika ufalme, katika kiti cha enzi na around the throne of God ni worship and praises. Kuna sifa na maabudu inayozungushwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Na ningependa pia kusema hivi, this kind of worship is continuous. This kind of worship is continuous. Ni worship ambayo haina mwisho. Unajua tuko in this dispensation, sisi as the body of Christ, ama kama kanisa, as an extension of the kingdom of God, saa zingine tunatoa worship ambazo sio continuous. Unajua worship yenye si continuous ni gani? Ni worship yenye ni seasonal. Ni worship yenye ni timely. Worship ya Sunday ni timely. Worship ya Friday ni timely. Bwana asifiwe. It is not continuous. Kuna watu kwa kanisa wanakuanga na maabudu yao siku ya Jumapili. Na wanasema wao ni part ya extension ya kingdom ya heaven. Wakati mbinguni kuna angelic ministration. Maandiko inasema wanainama, wanainuka wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Usiku na mchana. Kanisa as an extension of the kingdom of God. How do we worship? How long is our worship? Quantitatively, how do we worship? Kuna continuous praise and worship, because that is the sole duty. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu hayuko interested na programs. Hayuko interested na systems. Mungu ako interested na continuous worship. The only thing that God demands is worship and praises. Kuna kitu imeumbika kwa mawazo ya wengine. Wanadhania ya kwamba praise and worship ni nyimbo. Maandiko inasema, toeni miili yenu kama sadaka. Sadaka ni worship. Miili yetu ni worship. Vile tunatembea ni worship. Our relationship ni worship. Vile tunakaa nyumbani ni worship. Everything that we do is worship.
sababu inaonesha the way God is. Haya. Oh my God. Isaiah chapter 6 and verses 3. Inasema namna gani? Isaiah chapter 6 and verses 3. Kama unashika kitu sema sawa. Hiyo iko chini. Tutafika tu, sipana jali. Maandiko inasema hii ni wakati ambapo Isaia aliitwa amtumikie Mungu. Wacha tu nianze kuanzia verses 1. Inasema it was in the year King Uzziah died that I saw the Lord. Anaendelea kusema he was sitting on a lofty throne and the terrain of his robe filled the temple. First of all, God is somewhere. We worship God from somewhere. We understand God from somewhere. Bwana asifiwe. Sio plainly. Sasa Isaia anasema attending to him. Isaia alipoona Mungu akiwa amekaa kwenye kiti cha enzi, waliokuwa wakimtumikia Mungu anasema ya kwamba attending to him were mighty seraphim, each having 6 wings. With 2 wings they covered their faces. Bwana asifiwe. With 2 they covered their feet, and with 2 they flew. Verse 3 inasema they were calling out to each other, holy, holy, holy is the Lord of heaven armies. The whole earth is filled with his glory. Bwana asifiwe. Kuna kitu nataka kusema. Maandiko inasema malaika wale Isaia aliona walikuwa na mabawa 6. Mabawa 2 walikuwa wanajifunika uso. Mabawa 2 wanajifunika miguu. Maana wako mbele ya mfalme wa wafalme. Bwana asifiwe. You know, tumekuwa na program ya kuworship Mungu the way we think. Tumekuwa na program ya kuabudu Mungu customary. Unajua kanisa wakati mwingine imebadilishwa kukua contest ya fashion. Kuna watu wanakuja kanisani fashion. Kuna watu wengine wanakuja display ya beauty. Bwana asifiwe. Lakini maandiko inasema malaika wanapomtumikia Mungu wanafunika uso, wanafunika miguu, wanapeperuka wakisema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. We do not worship God from the way we think. Hatuabudu Mungu vile tunasoma kwa historia. Tunaabudu Mungu kutokana na ufunuo. Bwana asifiwe. Unajua Wakorintho waliambiwa wakati wanaenda sinagogi wavae mavazi ambayo imewasitiri. Acha niseme kitu. Allow me to say something. Kwa nini? Kwa sababu anaelezea hapo chini maana. Anaelezea hapo chini anasema huenda ikawa vile wewe umevaa inaweza kuwa kizuizi cha mwingine. Kai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Maana hatujakuja kufocus na wewe. Unaweza kuwa umevaa yellow kama hii yangu, i attract attention. Bwana asifiwe. You are not the person ambaye ametukusanyisha. Vile una behave kanisani sio wewe point ya attraction. Point ya attraction ni mwenye kwenye kiti cha enzi. Watu wengine, wacha niache hapo nitateremka chini kidogo. Katika kiti cha enzi nimesema kuna sifa ambazo hazina kikomo. Jambo lingine, kwenye kiti cha enzi kuna judgment and righteousness. In the throne there is judgment and there is righteousness. Why judgment? Because kuna sheria
ambazo zinawachiliwa. Kuna eternal decrease. Eternal decrease ni decisions ambazo zilifanywa za umilele, ambazo haziwezi kubadilika, haziwezi kuzuilika. Bwana asifiwe sana. So in the contrary, when we are not righteous, judgment is upon us, even though we came to worship. Wakati hatujakuwa watakatifu, hukumu yenye inatoka kwenye kiti cha enzi imekalia maisha yetu. Niseme nini? Nataka kusema hivi. Unajua kuna watu wanasema na wanadhania simply because God is not acting, simply because hakuna radi inakuja kuchapa watu kanisani, simply because watu wapatwi na ukoma, hakuna judgment. Let me tell you something. The judgment of God haiwachiliwi wakati umefanya dhambi. Kuna eternal decrease. Maandiko inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Judgment ingine gani unangoja? Bwana asifiwe. Unaweza kuja kuworship at the throne, but you are under judgment. Worship ya watu wengi imekataliwa kwa sababu wao ni outcast katika ufalme wa Mungu. Wenye ukoma enzi za Biblia waliwekwa nje ya ufalme kwa sababu leprosy ilikuwa inakuwa considered kama unajisi. Bwana asifiwe sana. So in the kingdom, watu wenye wamekuwa defiled wanafungiwa nje ya malango ya ufalme, wanawekwa nje ya territory. Na kwa hapa, it doesn't matter who you are, there are eternal decrees that were given within the territory of the kingdom of God. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Holiness and righteousness. Hata wakati mwingine tunatoa dhabihu zetu. Unajua kwa nini majibu ya watu wengi hajajibiwa? Bwana asifiwe. Maana watu wengi walitoa pesa, hawakutoa dhabihu. Mungu hayuko interested. Ako interested na inaitwaje? Transaction. Pesa kuwa dhabihu, mali kuwa dhabihu. Hana haja na mali. Hana haja na mali. Hana haja na mali. Akona haja na worship. Akona haja na sacrifice. Maandiko inasema sadaka ya mtu mwenye haki ni manukato. Akona haja na sacrifice. Bwana asifiwe. Watu wengi dhabihu zao zimekataliwa sababu the acquisition ya dhabihu zao ilikuwa out of context of the requirements. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe kanisa. It is not quantitative. Maana kuna watu, sisi kama makuhani hatuwezi jua the means. Hatuwezi jua the means. That's why there was a decree that was given. We are not omnipresent. We are not omnipotent. Bwana asifiwe. Sisi ni custodians tu wa neno la Mungu. Wapendwa, kama tunataka kuendelea kumwabudu Mungu hata kwa mali zetu na miili yetu, wapendwa, lazima tukue aware. Lazima. Bwana asifiwe. Tujue kuna hukumu. Wacha nirudi nyuma kidogo. Things that happen around the throne. Judgment. Judgment. We only meet here on Sunday. We meet to join na mbingu na believers wengine mahali popote walipo kumwabudu Mungu akiwa kwenye kiti chake cha enzi. But we don't know where you are. Hatujui mahali ulikuwa in the course of the week.
Hatujui. Wengine ndio hawajaenda mahali, lakini macho yao haijawekwa tohara ya rohoni. Wengine mikono yao imekuwa rahisi. Bwana asifiwe. There is judgment at the throne of God. There is judgment at the throne of God. There is judgment at the throne of God. Bwana asifiwe. Tunaweza kuwa hapa for association, lakini kuna wengine wako hapa the purpose of worship. Tunaweza dhania tuko pamoja, lakini kuna wengine when it comes to worship they journey so quick. That is why some they break easily. That is why wengine wana travel easily in the realms of God, kwa sababu wame understand ya kwamba inanibidi niwe mtakatifu. Nakuja namalizia. Jambo lingine, katika kiti cha enzi kuna uwepo wa Mungu. Kuna uwepo wa Mungu kwenye kiti cha enzi. Simply because hatumuoni, his presence is with us. Maandiko inasema mahali wawili au watatu kusanyika in his name, he is there. He is always with us. At the throne, ako pamoja na sisi. Ana extend his presence together with us. Bwana asifiwe. Sasa wacha niingie katika mambo mawili matatu ninapoelekea kumaliza. How to access the throne. How to access the throne. Jambo la kwanza, scripture and meditation. Kusoma neno la Mungu na kutafakari. Tuko katika dispensation ya watu ambao wana acquire information from wrong sources. Bwana asifiwe. Tuko na watu ambao wana claim ya kwamba wana worship the King of Kings, but sources of information is not trusted. Maandiko inasema katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:13. Inasema Paulo anamwambia Timotheo, until I get there, focus on reading the scriptures. Bwana asifiwe. Focus on reading the scriptures to the church, encouraging believers and teaching them. The only way ya kujua Mungu na vile anafanya kazi is through the scriptures. The only way to access God is through the scriptures. Hakuna shortcut ingine. Hakuna supportive document ya kumjua Mungu except the scriptures. Hata kama mimi niko na revelation kiasi gani, I am not a supportive document ya kumjua Mungu. Bwana asifiwe. Watu wengi wametegemea prophecy. Watu wengi wametegemea zile nyumba za wale wa kuona maono. Wanaitwaje? Waende waonewe wengine wanaenda kutafutiwa nyota ambazo ziliumbwa na Mungu wa majeshi. Worship is derived from the scriptures. Labda tumekuwa tukifanya vibaya. Worship ya Mungu inatoka kwa neno la Mungu. Na sio tu kusoma. After reading, you meditate upon the word of God. Daudi anasema,
moyoni mwangu nimelificha neno lako ili mimi nisikutende dhambi. Bwana asifiwe. The only way ya kuepukana na judgment ya Mungu ni kuweka neno la Mungu moyoni mwako. Asubuhi amka na scripture. Ukiingia kazini ingia na scripture. Ukitoka jioni toka na scripture. Ukilala lala na scripture. By so doing you will be experiencing God. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. That is the kind of worship. That is the kind of worship that is at the throne of God. You cannot worship what you don't know. The reason tumekuwa na challenge ni kwa sababu tumekuwa tukiabudu tusicho kijua. How can you relate with someone you don't know? It has been a lie of the enemy. Watu wengi macho yao imekuwa darkened, their knowledge imekuwa darkened kwa sababu hawajakuwa na kiu ya kutaka kumjua Mungu. Kuta watu wengi wako Facebook masaa mingi kuliko ile hata wanaangalia scripture. By so doing, the altars ambazo zimeinuliwa kusupport Facebook zina dominate katika their realms and their lives. It is an error. That is an error. That is an error. Watu wengi hata fracas tuko nazo kwa maisha ni kwa sababu tulifungua wrong doors. Tuli appreciate wrong doctrines. Sasa we are in trouble. Tunaabudu hata vitu vingine hatujui. Watoto wanaabudishwa vitu hata hawajui. Madhabahu ingine imeinuliwa hata ijulikani mwelekeo. Bwana asifiwe sana. Worship is understood from the scriptures. Paulo anaambia Timotheo afunze neno la Mungu. You know, and we have a problem, and I have to say this. Every time maandiko inasema the word of God is good for teaching, is good for correction, is good for rebuke, is good for guidance, so that the man of God may grow, lacking nothing. But in this dispensation, we have people who are offended by the teachings of the scripture. Bwana asifiwe. They want us to program the way we will speak on their behalf. But from the throne, what is right is right. From the throne, what is wrong is wrong. That is the worship. That is worship. We hatufai to feel offended when the scripture rebukes us. It is God rebuking us. Na maandiko inasema anakemea wenye anapenda. Oh my God. Oh my God. Proverbs chapter 4 verses 20. Namalizia sahi. Handa la bush. Proverbs chapter 4 verse 20. Nimepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umei, ndio maana nina ujasiri. You cannot win kama hujui the kind of battles that you are fighting. Huwezi. Utaishi kwa roundabout. Last year ulikuwa hapo. At the end of this year utajikuta pale pale. Because you are engaging things you do not know. What do you think? How can you explain? Do you think it's a coincidence? Ati sasa kuna watu wametokea na suddenly wameanza kudefine marriage. Wanaanza kutupatia definition ya marriage. Ati marriage must not be between different sex. Si lazima. Na wengine wamecompel mpaka watumishi wa Mungu wawawekelea mikono. Judgment is upon them. Hata wengine wana mahusiano kama hayo
lakini wajaleta kwa madhabahu bado. Judgment is upon them. They are judged, they are condemned. Bwana asifiwe. How comes unakuta watu wameanza suddenly kudefine a gender? We only know we have men and female. That's the end. Bwana asifiwe. Hii definition nyingine inatoka wapi? Ni maana kuna watu ambao walikataa kukaa katika neno la Mungu. Walikataa. Sasa wanataka kuingia kwa shape ambayo inawafit. You see, when you partner with the world, it will corrupt your judgment. Pastor Joel. Hey. Pastor Joel. Proverbs chapter 4 verses 20. My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart. For they bring life to those who find them. What about those who do not find them? It is death. Bwana asifiwe. Stick to the word of God. Because katika neno la Mungu, kumjua Mungu, kumwabudu Mungu katika roho na kweli, hapo ndipo tunapata uzima. Tunapata uhai. Ndio maana maandiko inasema out of your belly shall come rivers of living waters. Those springs cannot come if you don't know how to call them out. Bwana asifiwe sana. These are principles in the kingdom. These are principles in the kingdom. Anasema, for they bring life to those who find them. Friends, if we want to worship God Kasarani, let it be based from the scripture. Wapendwa, wacheni tuabudu Mungu wa maandiko. Wacheni tuabudu Mungu kutoka kwa maandiko. Tuache drama. Tuache sarakasi. Tuache kusika attention. You see, kuna watu wa worship Mungu wakiwa TikTok live. Who are you giving your praises? Who? The kings. Mungu anataka sifa za kweli na roho. And those who worship God must worship God in truth and in spirit. Not in social media platforms. Pastor Joel. Jambo lingine na la mwisho, nilikuwa na lingine la tatu, lakini wacha niseme la pili. La pili nitamalizia hapo. Ni kitu inaitwa purity. Purity at the throne. Purity is the talk of the day. Consecration. Maandiko inasema in Matthew chapter 5 verses 8. Happy are those who are pure in heart, for they shall see God. The only way to see God is when when heart is pure. Njia ya kumuona Mungu wapendwa, sio ya kuwekelewa mikono na manabii na mabishop. Njia ya kumuona Mungu ni moyo ulio safi. Moyo ulio safi. A heart that is not corrupted. What do we have? We have people lifting their hands, worshiping God, and the same hands ndizo wanatumia kupoint finger their fellow believers. Condition of the heart. Condition of the heart. Purity. You see, purity demands that you be faithful to God that you do not see. Now, how can you be faithful to God that you do not see, and yet you are not faithful to your spouse? How? Wewe una struggle na lust. Una struggle na fornication. And yet you think you can approach the throne. No. Haiwezekani. Mikono yako ni miepesi kuchukua vitu vya wenyewe kwa njia sio halali. Haiwezekani. Justice. God is just.
he judge our motives. Bwana asifiwe sana. We must be purity. 2 Corinthians 6:17. Pastor Joel maliza. Pastor Joel maliza. 2 Corinthians 6:17. Haya ni mambo yanayoendelea at the throne of God. Bwana asifiwe. You know, these things lazima zijulikane. Bwana asifiwe. Those are the principles zenye niliwaambia, the governing principles in the territory of the kingdom of God. Bwana asifiwe sana. 2 Corinthians 6:17. Maandiko inasema, nimesema? Iko pale. Therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Says who? The Lord. Anasema, don't touch their unfilthy things and I will welcome you. Bwana asifiwe. Toka kwa shauri la wakosaji. Toka. You are not wiser than them. You are not wiser than God. Toka kwa hiyo shauri ili Mungu akukaribishe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. You see, we must even be mindful of where we take our legs to. Lazima tukue mindful mahali tunaingia. Lazima tukue mindful wale tunakaa na wao. Maandiko inasema katika Zaburi, amebarikiwa mtu yule asiyekwenda katika shauri la wakosaji, wala kukaa barazani wa wenye mizaha. Inamalizia kusema ni kama mti uliopandwa kando ya mito yenye maji mengi, anatoa matunda kila season. The reason why sometimes and majority of us we are not fruitful, it is the company that we keep. That company of unbelievers, company of people ya watu ambao wana ridicule na kumock our God. We've been in those places. Bwana asifiwe. Siku hizi nimeona imeletwa mpaka kwa mazishi. Siku hizi nimeona imetembea kwa mtandao. Wengine wameanza kusema, some lost men and women wanasema ati our gospel came from the Englishmen. Listen, kwa Bible hakuna story ya the Englishmen. Hakuna. Wanasema tuliwacha our God tukaendea their God. No! He is the Lord God Almighty, the creator of heaven and earth. He lives until today. Finally, Revelation chapter 3 verses 21 inasema, as I conclude, nimeconclude mara ngapi? Nimeconclude mara ngapi? Hii ni ya lakini sikuwa nimeconclude. Revelation chapter 3 verses 21. Unajua kuna mahali ambapo unasikia Roho Mtakatifu ana insist and you cannot run. Bwana asifiwe sana. Mungu anakosoa kanisa la Laodicea. Anakosoa verses 15 kwanza, anasema, I know all the things you do, that you are neither cold nor hot. Bwana asifiwe sana. When our worship haina msimamo, inakuwa a reject before the throne. Bwana asifiwe. Tuko na watu ambao ni Christians, ni believers, lakini they are not hot, they are not cold. Wako kwa kanisani hawajaokoka. Wakisema tusimame tupige makofi, wanasimama wanashangilia. Wako ndani ndio, lakini bado wako nje. Anasema hivi, Revelation chapter 3 verses 21 verses 21. Those who are victorious will sit with me on my throne. Bwana asifiwe. Wale watu watashinda, watakaa according to the standards. Sikuwa nimepata hiyo ufunuo until wakati mmoja nikiwa ninaomba Mungu akanipea hiyo ufunuo. Unajua wakati mmoja nilikuwa nafikiria, maandiko ilikuwa inasema wale wote ambao majina yao haiko kwenye vitabu. Kumbe sio vitabu fresh zimeandikwa, ni the 66 books
of the Bible. Because that is the standard of God. Bwana asifiwe. Wale watu watafaulu kukaa according to the standards of the 66 books, they will sit with Jesus. They will sit with Jesus. Hao ndio Yesu anasema they will be victorious, just as I was victorious and sat with my Father. Church, I charge you. Tuko na obligation moja, kukaa pamoja na Kristo. Tuko na obligation moja kanisa, kutawala pamoja na Kristo. Na ningependa kuwakumbusha, maana imeandikwa vile alivyoenda hivyo ndivyo atakavyorudi. Imeandikwa atatokelezea mawinguni, tutaenda kumlaki. Yesu ambaye tunaamini hayuko kaburini, hayuko kwa msalaba, yuaishi milele. Ako ng'ambo ya pili akingoja wale watakaoshinda waje awavike taji, wawe washindi pamoja na yeye. Yesu anatungojea. He is waiting for us. He is waiting for us. Brethren, Jesus is waiting for us so that we will reign together with him. Brethren, I beseech you, change your ways. Seek after the Lord. Improve on the quality of your worship with God. Focus on your worship with God. Focus. Focus. Be mindful of how you worship God. Be mindful. Be mindful. Bwana atusaidie. Maana hata hivyo Mungu amejawa rehema. Amejawa na neema. Akiwa kwenye kiti cha enzi anapokea maombi ya wateule. Anapokea maombi ya watakatifu. Yes, it is not easy to stand persecution. Yes, it's not easy to win. But with Jesus and the Holy Spirit in us, we are going to win. Tutashinda, sio kwa nguvu zetu, bali kwa Kristo anayetutia nguvu. We can do all things. Hallelujah. Naomba tusimame mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Tusimame, tusimame, tusimame. Inua mikono yako mbele za Bwana. Inua mikono yako. Shara. Pastor Stella, kuja tuongozee. Nimepakwa. Shara bazanda la babusa la baganda la baburianda. Nimepakwa mafuta mabichi. In the name of Jesus. Tunapoimba wimbo huo, tangu asubuhi kuna kitu Roho Mtakatifu amekuwa akizungumza nasi as a church. Kuna kitu Roho Mtakatifu amekuwa akizungumza nasi. Katika uimbaji huo nataka ujisalimishe kwa Mungu kwa dakika chache. Kila eneo ambalo Mungu amezungumza nawe, wewe unajijua. Wewe unajua kwa nini Roho Mtakatifu ana uzito huu asubuhi ya leo anapozungumza nasi. Wengine hatujajua kiti hiki cha neema ni cha aina gani. In the name of Jesus. Thank you. Sharabazanda la babozandere shalabaganda. Ndio maana nina uhakika Sharabazandere shalababayanda. Nitashinda, mimi ni mshindi. Nimepakwa mafuta mabichi. Pembe yangu umeinua. Ndio maana nina uhakika. Hallelujah. Nitashinda, mimi ni mshindi. Mimi nimepakwa mafuta mabichi. Mchana wa leo tumepakwa. Ameinua. Ndio maana nina uhakika. Nitashinda.
umepakwa mafuta mabichi, pembe yangu umeinua. Ndiyo maana nina uhakika nitashinda. Chukua nafasi ya dakika zako 2-3. Ombea maisha yako. Sharabazanda la baborianda la babozanda. Fungua kinywa chako mbele za Bwana. Mungu ni mtakatifu. Vipimo vya kweli vya Mungu ni neno lake. Wengi tulibebwa na vitu tukamsahau Mungu wetu. Sharabazanda rababo sharabaganda. Sharabaganda lababozanda. The name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Kuna mambo Mungu angelitaka leo mtazamo wetu kwake. Bwana anataka kugeuza mambo fulani maishani mwako. Kumwabudu Bwana kumekusudiwa kutuletea uponyaji. Kumwabudu Mungu kwa kweli ni njia moja ya kutuponya na kukomboa maisha yetu. But adui alikuja akaondoa the very true worship. Tukabaki na mambo yetu, lakini sio lile neno ambalo Mungu alilikusudia. Tunapoinua mikono yetu kwa heshima hii, naomba mchungaji Stella tuombe na tubarikishe, ili ndani yetu kuwe na mabadiliko halisi ya namna ambavyo tutaanza kumwabudu Bwana kuanzia leo. In the name of Jesus. Tuinue mikono yetu tunapoombewa. Asante Yesu. Hallelujah. Baba, asante mara tena umezungumza na sisi. In the name of Jesus. Na leo Bwana, kwa kweli tumesikia una haja na ibada ya mioyo yetu. Hallelujah, Jesus. Mungu wangu na Baba yangu, ninaomba mchana wa leo kwamba kwanza utatusamehe kwa sababu ya kuabudu bila kuelewa, kwa sababu ya kuabudu visivyofaa. Na leo Mungu, kwa sababu umetufundisha na kutukumbusha, Bwana tunaomba utatusaidia kuanzia leo kukuabudu. Utatusaidia Bwana kuanzia leo kukuelewa. Utatusaidia Bwana kukuabudu kulingana na maandiko, kulingana na vile ambavyo umetuagiza kwa jina la Yesu. Hatutategemea mafundisho yaliyopotoka. Bwana, tunachagua kuangalia maandiko na kukujua kupitia maandiko haya. Na hivyo Bwana utajifunua kwetu kwa jina la Yesu. Naomba Bwana tunapoendelea kukutafuta katika maandiko, Bwana kila mtu ataendelea kukuelewa. Wamama hawa Bwana watakujua zaidi. Wazee hawa Bwana watakujua zaidi. Na wanapozidi kukujua watakuabudu katika ukweli na katika roho, katika ukweli wa maandiko, katika ukweli wa sheria uliotuwekea, katika jina la Yesu. Tusaidie Bwana kukuheshimu. Tusaidie Bwana kukuheshimu na maisha yetu na tabia zetu kwa jina la Yesu. Tusaidie kuheshimu na vyote tulivyo navyo na kuelewa kwamba vyote ni ibada mbele zako. Hivyo Bwana, unapokea ibada nzuri na safi itakayokupendeza kwa jina la Bwana. Na baada ya ibada hii kukupendeza, wewe Mungu utakutana na sisi. Wewe Bwana utaponya maisha yetu. Wewe Bwana utatuinua. Wewe Bwana utatubadilisha katika jina la Yesu. Asante kwa yule ambaye anafanya commitment mchana wa leo na kuamua kwamba atakuabudu na kuamua kwamba atakuabudu. Bwana, asante maana utamwezesha. Tusaidie kama kanisa that we will focus in your worship and in worship in truth and in spirit, in the mighty name of the Lord. Even as we leave, Lord, we pray
today kwamba maneno haya tutayatafakari, maneno haya tutayatafakari zaidi katika jina la Bwana. Tunakushukuru kwa sababu ya mnenaji umemtumia kwa ajili ya kuleta ujumbe huu. Bwana, tunambariki mbele zako na tunamwombea Bwana jumbe ziendelee kumiminika ndani ya moyo wake katika jina la Yesu. Utukuzwe Bwana na uheshimike kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata kuamini. So pia Yesu makofi tunapoketi. Amen. In the name of Jesus. Hallelujah church. Ni wangapi wamebarikiwa? Wow. Naomba tumchapie Yesu makofi mazuri tafadhali. Wow. Thank you so much. Hata mnena